Kazi yetu sisi ni kuhakikisha tunakujuza yale yote yanayojiri ulimwenguni na hususan zile taarifa ambazo zinagonga dunia kwa ujumla. Sasa kwa siku hii ya leo teza kukuingiza katika taarifa hii ambapo Iran imeweza kutangaza kuingia katika vita kamili na Marekani. Unataka kufahamu ni kwa namna gani? Basi endelea kusalia nasi kwa sambamba kwa ajili ya undani wa taarifa hii. Na moja kwa moja maafisa akizungumza na maafisa wa mahakama mjini Tehran, Rais Pezeshkian amesema Iran inapaswa kuwa na mtazamo wa halisia na kukubali athari za vita hivyo, na ameongeza pia kuwa uwanja muhimu zaidi wa mapambano kwa sasa ni uchumi wa maisha ya wananchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Pezeshkian ameonya kuwa endapo shinikizo la kiuchumi litaongeza hali ya kutoridhika kwa wananchi, wa hali hiyo ikaweza kuenea, linaweza kudhoofisha uungwaji mkono wa wananchi kwa serikali. Na kauli hiyo inakuja sasa wakati mfumuko wa bei nchini Iran umepanda kwa kasi mwezi Juni kutokana na vita na kufikia karibu 90% kwa mwaka. Na mwishoni mwa Disemba maandamano yalianza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha, yalibadilika na kuwa maandamano makubwa dhidi ya serikali, na mamlaka za Iran kule zilisema zaidi ya watu 3,000 waliuawa, huku mashirika ya haki za binadamu yaliyo nje ya nchi yakisema idadi ya vifo ilizidi 5,000. Sasa tukija wakati huo Iran imesema pia iliweza kuyalenga maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan, Kuwait pamoja na Syria. Lakini Iran nayo imesema droni kutoka Iran zililenga mifumo yake ya usafiri wa anga, ingawa shughuli za ndege hazikukatazwa. Sasa malengo haya yanalenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia. Kinamna gani? Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya mji wa mbalimbali ya Iran, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kushambulia meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Sasa rais wa Marekani Donald Trump pia amesema mashambulizi hayo ni kulipiza visasi vya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan, na idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa tangu vita hivyo kuanzia sasa imeweza kufikia watu 17. Sasa Wizara ya Afya ya Iran nayo imesema watu 50 wameuawa na zaidi ya 500 kujeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni. Na wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kimesema wapatanishi wamependekeza kusitishwa kwa mashambulizi kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya kufufua makubaliano ya muda kati ya Iran na Marekani. Sasa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai amethibitisha kuwa Tehran imepokea mapendekezo kutoka kwa wapatanishi, ingawa hakutoa maelezo kuhusu yaliyomo. Sasa nikinukuu kile ambacho aliweza kukizungumza, alisema hivi: mapendekezo yamewasilishwa kwetu na wapatanishi tumeyapokea, lakini siwezi kuzungumza yaliyomo. Kilicho muhimu ni kwamba juhudi za kidiplomasia zinaendelea na mawazo kutoka kwa baadhi ya wapatanishi yametufikia. Mwisho kunukuu. Hichi ndicho ambacho alichoweza kukizungumza. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Momen atarajiwa kufanya pia mazungumzo nchini Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Iran pamoja na Marekani kule. Sasa hata hivyo, maafisa wa Pakistani hawakuthibitisha iwapo ziara hiyo inahusiana na juhudi hizo za upatanishi, lakini juhudi hizo zikiendelea wakati juhudi hizo zikiendelea, hali katika mlango wa Hormuz imezidi kuwa tete zaidi, na mabaharia walilazimika kuiacha meli iliyoshika moto baada ya kushambuliwa, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likisema meli 2 za mafuta zililipuka na kusimamishwa zilipojaribu kupita katika mlango huo wa Hormuz. Sasa tukija kufikiria zaidi, ukifikiria mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu inayotumika kusafirisha 20% ya mafuta na gesi ya dunia. Na Iran imesisitiza kuwa haitaruhusu mlango wa Hormuz kutumiwa na maadui zake kutishia usalama na maslahi yake. Na Marekani kwa upande wake pia imetaka mataifa mengine kusaidia kulinda shughuli za kimataifa za usafirishaji wa madini. Sasa wakati huo waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wametangaza kuanza mara moja mzingiro wa bahari dhidi ya Saudi Arabia kujibu mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa wiki iliyopita. Na katika hatua nyingine pia kundi la Hamas
limetangaza Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wake mpya, akichukua nafasi ya Yahya Sinwar aliyeuawa mwaka 2024, na al-Hayya ambaye amekuwa mpatanishi mkuu wa Hamas katika mazungumzo ya kusitisha vita Gaza, sasa ataliongoza kundi hilo wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea. Sasa tuelekee kwingineko, na tukiingia kwingineko hapa kuna taarifa kutokea pale Lebanon, ambapo taarifa hii ni jeshi la Lebanon limeanza siku hii ya leo Jumatatu kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa ni hatua ya mwanzo wa makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israel kuondoka kusini mwa Lebanon. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema utekelezaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Fron, Srifa na Zautar al-Gharbia kwa mujibu wa mkakati wa pande tatu na nchi usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Na msemaji wa wizara hiyo Tommy Pigot ameeleza hatua hiyo ni kama ya matokeo ya moja kwa moja ya mazungumzo kati ya Israel na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Rome wiki iliyopita. Na kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima uhusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Tehran. Tumalizia sasa na hii ni kuhusiana na waasi wa Houthi waliweza kuwekea mzingiro Saudi Arabia kule, na waasi wa Houthi hawa wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wametangaza kuwa kuweka mzingiro wa majini dhidi ya Saudi Arabia, na hatua hii inaibua mvutano mpya dhidi ya Marekani katika vita vyake vya Iran na kutishia zaidi usambazaji wa nishati na biashara kimataifa nje ya eneo la Ghuba. Na Iran imekuwa ikiwashinikiza Houthi kufunga mlango wa Bab el-Mandeb, njia muhimu ya kuingia bahari ya Shamu, ikiwa Marekani ingeendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Sasa taarifa za Houthi imesema imechukua hatua hiyo kwa kuzingatia kanuni ya jicho kwa jicho na inaanza kutekelezwa mara moja, na kuongeza kuwa ilikuwa ni jibu la kile walichokiita mzingiro usio wa haki na wa kidhalimu uliowekwa na Saudi dhidi yao. Sasa Saudi Arabia bado haijasema chochote kuhusiana na hatua hiyo ambayo ikiwa itatekelezwa basi itapunguza usambazaji wa mafuta ulimwenguni kwa 7%. Marekani imeweza kuzidi kuishambulia Iran, ambapo Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Bushehr wenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa Bushehr Mohamed Muzaffar ameliambia shirika la habari la serikali la IRNA kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia na matumizi ya kiraia kinachofanya kazi. Licha ya hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yanayozunguka mlango wa bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi yamelenga maeneo mengine ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi, na maafisa umeweza kuzungumza hivyo. Na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai hata hivyo amesisitiza pia kuhusiana na kupitia wapatanishi, pia bado juhudi za kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Sasa Iran imeweza kuishambulia Bahrain kwa makombora na tukumbuke kwamba Iran na Marekani bado wana mvutano zaidi. Sasa hawa Iran wameweza kuishambulia Bahrain kwa makombora, ambapo Iran imeweza kuvurumisha makombora na droni kuyalenga mataifa ya Ghuba yaliyo washirika na Marekani. Sasa huu ni mwendelezo wa kampeni yake ya kujibu mapigo dhidi ya hujuma za kijeshi zinazofanywa na Marekani ndani ya Iran kwa siku ya 9 mfululizo. Na ving'ora vya tahadhari vimesikika kwenye mji mkuu wa Bahrain, Manama, huku Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo ikiwataka raia kubakia majumbani au kukimbilia maeneo yoyote yaliyo salama. Na ubalozi wa Marekani kwenye taifa hilo dogo la Ghuba ulisema hapo kabla kwamba ulikuwa na taarifa za mipango ya Iran kushambulia mji mkuu wa Bahrain. Na nchi hiyo ya kifalme iliyo na kambi ya jeshi la Marekani imelengwa mara kadhaa na mashambulizi ya Iran mnamo siku za hivi karibuni. Sasa taifa jingine jirani la Kuwait pamoja na Jordan, zote zikiwa na kambi za jeshi la Marekani, nazo zimeripoti mashambulizi kutoka Tehran. Sasa hii hapa inaleta pia mvutano ambao ni wa kiutofauti zaidi kati ya Iran pamoja na
Marekani. Sasa tuweze kuelekea kwingineko ambapo Hamas wameweza kumchagua Al-Haya kuongoza kundi hilo. Ni kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas limetangaza kwamba limemchagua mujahidi Khalil Al-Haya kuwa kiongozi wake mkuu, na afisa mmoja wa Hamas kule afisa mkuu wa Hamas ameweza kuzungumza na alizungumza na ameliambia pia shirika la habari la AFP Khalil Al-Haya alichaguliwa kwa idadi kubwa ya kura na kuongeza kuwa huenda akaanza majukumu yake rasmi wiki ijayo, na anachukua nafasi ya kiongozi wa Hamas aliyeuawa Yahya al-Sinwar ambaye Israeli ilishtumu kuwa miongoni mwa waratibu wakuu wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023. Aliuawa na vikosi vya Israeli huko Gaza mwaka 2024. Tangu kifo chake, Hamas wamekuwa wakiongozwa na baraza la wajumbe watano lililosimamiwa na maafisa mwandamizi wa muda mrefu Mohamed Darwish. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na Andy Burnham ameweza kuwa waziri mkuu mpya wa kule Uingereza, ambapo Andy Burnham amekuwa waziri mkuu wa Uingereza Jumatatu, na tayari mfalme Charles wa tatu amemwomba kuunda serikali baada ya Keir Starmer kujiuzulu, na Burnham anaingia ofisini na kuahidi kutekeleza kile alichoita mpango wa miaka 10 kwa ajili ya kushughulikia baadhi ya masuala ya msingi yanayorudisha nyuma Uingereza. Na katika hotuba yake ya kwanza aliyotoa katika ofisi iliyoko mtaa wa Downing, Burnham ameahidi kuwashawishi wapiga kura aliyosema wamechoshwa na siasa, kuonyesha ulimwengu kwamba Uingereza inaweza tena kuwa mahali penye utulivu. Lakini ameongeza kuwa kwamba Uingereza inahitaji pia kuonyesha ulimwengu kwamba wanaweza kurejesha utulivu tena, na hiyo ndiyo changamoto ambayo inawakumba katika kuifanya siasa iwe ya manufaa. Na amesema kwamba wanaweza kujua watu wa hapo nyumbani wamechoshwa na siasa, na anawasikia, na yeye pia anataka ukweli kuhusiana na kwao, na hawajawa pia wazuri wa kutosha, na wanahitaji zaidi kuwa bora, na wakiwa bora basi wataweza kuwa wazuri zaidi. Na viongozi mbalimbali wamempongeza Andy Burnham, wakiwemo rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, pamoja na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese, ambao kwa pamoja wameahidi kushirikiana naye. Sasa endelea kusalia nasi, endelea kufuatilia taarifa zetu ambazo zinatokea hapa ndani ya RS Swahili. Mimi ni Tobias Kisimo, nikutakia wakati uliomwema.